Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Habari ya asubuhi. Mko serious sana, sijui shida iko wapi, kwa sababu ni majira ya mchana ama? Basi geuka kushoto na kulia, mbele na nyuma, mwambie mwenzio hai. Lakini mwambie leo tunaalikwa kuilenga shabaha ambayo Mwenyezi Mungu ametuwekea. Sasa we kama uko mwenyewe utatuambia kwa nini uko mwenyewe kwa dawati zima. Hakika taifa la Mungu, mtakubaliana na mimi, tuko katika ulimwengu ambao wanadamu wameamua kujihesabia haki. Wakati tukiwa wadhaifu mbele ya wenzetu, hatutaki kuonyesha madhaifu kwa sababu tunaona ni haki yetu. Kitu ambacho kimepelekea kila mmoja kuona ya kwamba mwenzake ndio mwenye mapungufu, yeye amekamilika. Na kwa sababu hiyo basi, kwa sisi wa imani ya Kikatoliki tunaona wazi ya kwamba hata masanduku ya kuungamia na kutubu yanakosa wafuasi, kwa sababu wote tunajiona ni watakatifu. Si ninyi, bali naongelea kule nilipotoka, chonde. Ninyi mko sawa. Kwa hiyo leo nataka tuongelee tu juu ya anguko la mwanadamu. Juu la anguko ya mwanadamu. Kama umefuatilia masomo ya leo, kuna vitu kadha wa kadha utaviona kwamba Mwenyezi Mungu alipoumba, alimuumba mwanadamu mzima, na hakutaka afe, lakini akamjalia afya tele ya roho na mwili, na akamjalia amani. Nini kilitokea? Tutatizama. Somo la pili, tunamwona Mtume Paulo anapotuonyesha anguko la Adamu, lakini ujio wa Yesu Kristo ambaye sasa anakuja kufuta lile anguko. Lakini Injili inaonyesha wazi ya kwamba Adamu alishindwa vishawishi, Waisraeli nao wakashindwa vishawishi, lakini Yesu Kristo yeye hakuvishindwa vishawishi, kwa sababu hakutaka kujifananisha yeye na Mungu, hakutaka enzi na miliki za ulimwengu. Hivyo ukiwa unasikiliza, kuna mambo kadha wa kadha utaanza kuyaona kwamba ni wapi tulianza kukengeuka. Twende tujaribu kutafakari pamoja juu ya anguko hilo la mwanadamu. Mtume Paulo anatukumbusha kwamba sote tumetenda dhambi na hivyo tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Hicho ndicho kitu cha kwanza ambacho Mtume Paulo anatukumbusha sisi katika maandiko matakatifu ya Biblia, kwamba sote tumetenda dhambi. Hata huyo aliyesimama huku mbele pia ni mdhambi, kwamba sisi wote ni wadhaifu. Tukiweza kujua hilo na kulitambua hilo, basi Kwaresima yetu itakuwa na maana. Tutakuwa tunatambua ya kwamba tunapofunga hatufungi dhambi, bali dhambi inatakiwa kuachwa na wala isirudiwe tena. Tunafunga matendo mazuri na matakatifu, kujinyima kwa ajili ya wale ambao ni wahitaji, kwamba kile unachokifunga lazima ukisikie, ni lazima ujue kabisa kweli nimefunga. Hatufungi kuwekeza ili baadaye tuweze kusherekea. Kwa Mtume Paulo anatukumbusha hilo kwamba sisi sote ni wadhaifu. Tunasoma katika Warumi sura ile ya 3 mstari wa 23 maneno haya: kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wote. Ndicho ambacho Paulo anatukumbusha. Wote tumetenda dhambi na tayari tumepungukiwa utukufu wa Mungu. Hivyo basi itakuwa rahisi sana kumwelewa mwenzako anapokukosea, kwa sababu unajua na wewe pia ni mwanadamu, kwa siku yako ambapo na wewe utaanguka. Na unapoanguka usibaki chini, simama mara moja, umrudie Mungu wako. Hivyo basi wanadamu wote wanahitaji ukombozi wa kimungu. Sote tunahitaji ukombozi wa kimungu. Wote tunatakiwa kumlilia Mungu. Wote. Ndio maana tunafunga, tunasali na kutenda matendo mema. Siku 40. Tena tunasoma katika Yohane sura ile ya 8 mstari wa 7 maneno haya: yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza kumtupia jiwe. Nadhani mnajua hii historia nzuri na tamu kwenye Biblia. Amezini, akainama chini, akachora chora,
Aliponyanyuka akamwambia, haya, ambaye anaona yeye ana haki zaidi achukue jiwe na wa kwanza kumtupia. Akarudi kuinama. Aliponyanyuka wote wakawa wamefanya nini? Hiyo ndio asili ya mwanadamu. Na hasa kwa wakati huu mwanadamu anapenda sana kujihesabia haki. Kila kilicho mbele